Asante studio za Dar es Salaam. Tumerejea hapa Dodoma tukiwaletea matangazo ya moja kwa moja, na hapa tutawasomea vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali yaliyotufikia asubuhi ya leo. Niko na mwenzangu hapa Roda Simba, na tutaanza na gazeti la Uhuru. Roda, karibu. Asante. Mtazamaji, gazeti la Uhuru, habari kubwa katika gazeti hili ni Dr. Mpango agusia wosia wa Nyerere. Dr. Mpango agusia wosia wa Nyerere. Nakumbuka hii habari ilitokea jana wakati wa maadhimisho ya miaka 103 toka baba wa taifa azaliwe. Na katika kipindi hicho alizungumzia mambo mbalimbali, na akiwaasa wananchi na hasa vijana kuisimamia ile misingi ambayo baba wa taifa alikuwa akipigania. Ndio. Siasa safi, uongozi bora, ardhi, na kwa masuala ya uongozi bora ndio akawasisitiza wananchi waweze kwenda kujiandikisha na washiriki katika uchaguzi mkuu ujao, kuchagua na kuchaguliwa. Ndiyo. Ili tuweze kupata viongozi bora. Lakini pia uzalendo tuliweke hapo. Ni kweli. Mwalimu Nyerere alikuwa na uzalendo. Kwa sisi kama vijana tukiwa na uzalendo kama wake, mambo yatakuwa ni mazuri. Na katika gazeti la Mwananchi hiyo kwenye kichwa cha habari, ndio maana gazeti la Uhuru wamesema alisisitiza Watanzania kulinda amani, aliamini usawa wa binadamu na ujenzi wa taifa lisilo na matabaka. Na akatoa kauli hiyo katika kongamano la kumbukiza miaka 103 ya kuzaliwa Nyerere, akimtaja Rais Samia kufuata nyayo hizo. Ndio. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo pia katika gazeti la Uhuru ipo taarifa ya CCM Zanzibar kuwabana watoa rushwa katika uchaguzi wa ndani. Taarifa hii inapatikana katika gazeti hili la Uhuru kurasa wa 6, lakini pia ipo habari kuhusiana na wadau wasifu haki utawala bora INEC. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru. Lakini taarifa nyingine, simanzi Rais Samia amlilia bosi TANESCO kufuatia kifo cha mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, atuma salamu za rambirambi kwa naibu waziri mkuu. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru. Ni habari ya simanzi. Ni kweli, ni habari ya kusikitisha. Ndiyo. Na huyu alikuwa mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, alipatia ajali huko wilaya ya Bunda. Na kwa kweli taifa limempoteza kiongozi ambaye alikuwa ni madhubuti, na hata watumishi wa shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO wamesikitika kumpoteza kiongozi wao. Sawa, ni taarifa ya kusikitisha kidogo, tumuombe aweze kupumzika kwa amani. Yes. Lakini iko taarifa nyingine, Msekwa aridhishwa viongozi wanavyoenzi misingi ya CCM. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru. Lakini itifaki haki ya watu wenye ulemavu kupelekwa bungeni. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Na mimi nakuwa natamatisha hivi gazeti hili la Uhuru, na nikiachana gazeti hili sasa naangazia gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele kabisa. Habari kubwa ni kizungumkuti, Chadema kujiengua uchaguzi 2025. Taarifa hii inasema wanasheria, wanasiasa na wadau waibuka na mitazamo tofauti. Kigogo CUF akumbushia magumu waliopitia walipogomea uchaguzi wa Zanzibar, lakini Heche asisitiza hawatarudi nyuma kusimamia uamuzi wa vikao halali. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 2 na wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Wewe unaionaje taarifa hii? Nakumbuka ulikava habari. Ndio, mwenyewe nilifanya hii mwenyewe. Lakini hizi kanuni mimi nadhani kusaini si ilikuwa ni jambo la msingi. Na msingi na ni sheria, kwa sababu ilishapitishwa bungeni na ilishasainiwa na imekuwa sheria. Na siku ile mimi nilichokiona kwamba limepitishwa na imesainiwa na watu watatu. Upande wa serikali, upande wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, lakini pia na vyama vya siasa. Okay. Ndio, na ni 99% ya vyama vyote ambavyo vilisaini kasoro hawa. Tukiachana na taarifa hii, mtazamaji, kwa sasa naangazia taarifa nyingine ambayo ipo katika gazeti hili la Mwananchi. Vifo vya mkurugenzi dereva TANESCO vilivyoacha simanzi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi.
Lakini hapa kuna nukuu kutoka kwa naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko. Kifo ni fumbo. Jana tu alikuwa hapa Dodoma kwenye vikao vya bodi vilivyokuwa vinajadili namna ya kuimarisha hali ya upatikanaji umeme. Kwa kweli tumempoteza mtu muhimu sana. Ya, ni kweli. Ndio. Nimepoteza mtu, na hata upande wa swala la usimamizi wa umeme ukiangalia kwamba sasa hivi tumepiga hatua kubwa ya uzalishaji ukubwa wa umeme, na kilichokuwa kinapiganiwa sasa hivi ni kuhakikisha kwamba hamna upotevu wa umeme ambao unaozalishwa, ili ule umeme ambao unaozalishwa ni huo uwafikie wale walengwa au wateja. Sasa katika hayo ambao walikuwa wanapigania, katika mojawapo ndo huyo ambaye tumempoteza mkurugenzi mtendaji. Lakini Mongi, mimi moja kati ya kitu ninachokikumbuka, alikuwa amezungumzia mchakato wa kuanzisha mkoa maalum wa TANESCO upande wa SGR. Ndio picha ambayo inanijia kwa sasa ukiniambia nimkumbuke huyu mkurugenzi. Alisema shirika lilikuwa lipo kwenye mchakato wa kuanzisha mkoa maalum ambao utakuwa unahudumia SGR tu. Ndio, ni kweli. Tukiachana taarifa hiyo, pia tunaangazia taarifa nyingine katika gazeti hili la Mwananchi. Mkakati mpya CCM kuwabana watoa rushwa, habari katika ukurasa wa 36 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini ipo taarifa nyingine kuhusiana na mtego mwingine wa bunge CCM. Ni tarehe ya CCM kuanza kutoa fomu za kugombea udiwani, ubunge na uwakilishi hadi Mei 15, 2025 kwa ajili ya uchaguzi mkuu, huku vikao vya bunge la bajeti vikiendelea. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Mambo yameiva. Yameiva sasa. Nadhani mahudhurio yatakuwa machache huko bungeni. Ile kipenga kishalia tayari. Kipenga kishalia, mahudhurio yatakuwa ni hafifu. Sawa, tukiachana taarifa hiyo, pia ipo taarifa kuhusiana na Othman Najitosa kupambana na rais na Dr. Mwinyi Zanzibar. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 7. Unguja, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amechukua fomu ya kugombea urais Zanzibar kupitia chama hicho katika uchaguzi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mwananchi. Mambo yameiva sasa hivi. Maandalizi ya uchaguzi, pilika zenyewe. Pilika ndo zimeshaanza. Tukiachana na gazeti hilo, sasa naangazia gazeti la Habari Leo. Ukurasa wa mbele kabisa, habari kubwa katika gazeti hili ni Samia amwagiwa sifa kumwenzi Nyerere. Ni umoja wa kitaifa, maridhiano, uongozi miradi. Lakini Mangula, Kimiti, Chiligati, Butiku wahimiza uadilifu. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Tunaendelea kumwenzi. Kikubwa kinachosisitizwa hapa ni uzalendo. Ni swala la uzalendo. Na katika kumwenzi huko ndo masuala ambayo alikuwa anayapinga kabisa ni swala la rushwa. Sasa akana kemea sana swala la rushwa. Na wakati tunaelekea kwenye uchaguzi huu mkuu, ndo hayo ambayo tunataka kuhakikisha kwamba viongozi watakaochaguliwa wasipite kwa rushwa. Ndio linalosisitizwa. Kwa hiyo tumwenzi Mwalimu kwa vitendo. Yaani maana kwamba kila mtu aikatae rushwa. Tuwapime kwa kazi na utendaji wao. Sawa. Tukiachana na taarifa hiyo, pia ipo taarifa ya Samia bosi CRDB wang'ara tuzo za wanawake Afrika. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Lakini Chadema yapingwa kutosaini kanuni. Habari inapatikana katika gazeti hili la Habari Leo katika ukurasa huu wa mbele. Lakini ipo taarifa ya makamu wa rais Zanzibar au taka uraisi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. JWTZ India wajinoa usalama bahari ya Hindi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Mtendaji TANESCO kuzikwa Jumatano, chanzo cha ajali chatajwa. Habari inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini tukiachana taarifa hiyo, pia ipo taarifa NMB yapongezwa bilioni 100 mikopo nishati safi. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo. Hii nishati safi itakuwa tunaokoa wamama kupata maradhi ya mapafu na usumbufu ule wa kutafuta kuni, mkaa na kuchukua muda mrefu katika kupika.
Sawa, na achana na gazeti hilo sasa, naangazia gazeti Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Habari kubwa katika gazeti hili ni miaka 103 kuzaliwa baba wa taifa. Dr. Mpango Mwalimu Nyerere alisisitiza ulinzi wa amani, awataka Watanzania kuishi maono yake. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Tunatakiwa tuishi kwenye maono yake. Ni kweli. Na ndio maana vijana sasa hivi wamesisitiza kwamba hawa waliofanya kazi na Mwalimu wanazidi kuondoka. Kwa hiyo lakini historia na vitu alivyofanya viko kwenye maandiko mengi. Kwa hiyo watu wajenge tabia ya kusoma na kuyafuatilia yale aliyokuwa akiyazungumza Mwalimu, akionya, akiyasimamia, akielekeza. Kwa hiyo ni wajibu wa kusoma vitabu, na uzuri ni kwamba yale yako kwenye maandishi mengi sana ni vitabu vingi vya Mwalimu na hata hotuba zake. Maana kama ni wote ambao tunasema walikuwa wanamfahamu kwa uzuri wanaelekea kuisha, tunaobaki tunabidi tujipitishe kwenye hivi vitabu ili kuweza kuelewa 2000 hao vijana 2000. Tukiachana taarifa hiyo, pia tunaangazia taarifa nyingine katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Dimwa akemea rushwa uchaguzi CCM, habari katika ukurasa wa pili. Rushwa bado. Nikizungumza kama mtu achaguliwe huku amefanya vizuri, au hata kama akiwa hajafanya vizuri anakushikisha chochote kitu. Alafu gharama yake ni kubwa kwa sababu huyu anayetoa hiyo rushwa akiingia kwenye madaraka atahakikisha kwamba ile rushwa anairudisha, yani ile hela aliyoitoa anairudisha na kwa faida na wani. Kwa hiyo hata yale aliyokuwa anataka kuyatekeleza anaweza siyatekeleze. Tukiachana taarifa hiyo, pia ipo taarifa ya Zanzibar kuwa kitovu cha maabara Afrika. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo, na ipo taarifa kuhusiana na upepo mkali wa vuma Beijing, China kaskazini, safari za ndege zaahirishwa. Habari inapatikana katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Mtazamaji, kamata nakala yako ya gazeti hili ili kuweza kupata taarifa kiundani zaidi. Nikiachana na gazeti hilo sasa, naangazia gazeti la Sauti ya Mara. Habari kubwa katika gazeti hili ni RC aridhishwa kasi ujenzi lami Mogabili Nyamongo, ni sehemu ya barabara itakayounganisha wilaya za Tarime na Serengeti kwa lami. Lakini pia meneja wa TANROADS Mara asema serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kufungua mkoa wa Mara kwa barabara za lami. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa mbele kabisa, ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Sauti ya Mara. Lakini ipo taarifa kuhusiana na simanzi, ajali ya katisha maisha ya bosi wa TANESCO, Rais Samia amlilia. Habari hii tunaiona ipo katika kila gazeti. Ni kweli. Taarifa ya simanzi kwetu. Bariki yatenga bilioni 4.687 nyingine za miradi ya Tarime vijijini. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Sauti ya Mara. Lakini mwenyekiti CCM Mara ahimiza ustaarabu wakati wa kuchukua za ubunge udiwani. Habari inapatikana katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Sauti ya Mara. Kwani ustaarabu ukoje? Kwani kuchukua fomu kuna unajua kuna mwingine kuchukua fomu anaenda na Kigoma, si unakijua Kigoma Mongi. Yaani ngoma mdundiko upo nyuma. Kifika pale sasa vurugu yake hatari. Yaani haendi kinyonge. Tukiachana taarifa hiyo, pia elimu kishindo cha Nyasao Foundation wilayani Serengeti ya wajengea walimu nyumba 3. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3. Lakini Dr. Mukama achangia UMITASHUNTA mara nyingine tena shilingi milioni 4. Habari inapatikana katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Sauti ya Mara, na mimi nakuwa natamatisha gazeti hilo kwa namna hiyo. Na sasa naangazia gazeti lingine la Uelekeo, ambapo habari kubwa katika gazeti hili ni ajali ilivyokatisha maisha ya mkurugenzi TANESCO. Habari inapatikana katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili. Dr. Samia aungana na Watanzania kuomboleza.
Habari inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Uelekeo. Lakini Mwenge waingia Morogoro kuzindua miradi ya bilioni 18. Habari inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Uelekeo. Na nikiachana na gazeti hilo sasa, naangazia gazeti la Taifa Huru. Ukurasa wa mbele, Chadema yajitia kitanzi, ni baada ya kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi INEC. Lakini vyama vya siasa vya sisitiza INEC kusimamia kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024. Lakini pia wachambuzi waitabilia anguko kubwa la kisiasa. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Huru. Tukiachana taarifa hiyo, pia ipo taarifa ya waziri wa ulinzi azindua zoezi la pamoja kati ya JWTZ na jeshi la India na nchi 9 marafiki. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Taifa Huru. Mashirika yasiyo ya kiserikali, zingatieni sheria, taratibu, kanuni na miongozo. Dr. Jingu. Habari inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Taifa Huru. Na tukiachana na taarifa hiyo, pia ipo taarifa kuhusiana na makamu wa rais ashiriki kumbukizi ya miaka 103 ya kuzaliwa baba wa taifa. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Huru. Waziri mkuu, serikali itaendelea kukuza na kuimarisha sanaa nchini. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Taifa Huru. Tukiachana na gazeti hili sasa, naangazia gazeti la Tanzania Leo. Ukurasa wa mbele, habari kubwa, Samia aendelea kuchanja mbuga, maono yake yazidi kuweka historia nchini, kiwanda cha baruti vilipuzi kutoa ajira 300. Ni habari njema. Kama ni ajira 300 ni habari njema kwetu. Ni kweli. Alafu unajua watu wanafikia ajira ni kuna ajira za moja kwa moja na zile za kupitia kitu fulani, kiwanda fulani, mradi fulani. Ndio. Kwa hiyo ni habari njema, kwa hiyo ni fursa, kwa hiyo watu waichangamkie. Tukiachana taarifa hiyo, pia tumeridhia Chadema wapumzika, CPA makala. Habari inapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Tanzania Leo. Na tukiachana taarifa hiyo, pia ipo taarifa kuhusiana na CCM Zanzibar wakemea rushwa mchakato kura za maoni. Hivi ukianza tu mchakato kwenye kura za maoni tayari takiwa uanze mchakato, yani CCM yakemea Zanzibar, CCM Zanzibar rushwa mchakato wa kura za maoni. Yani pale kwenye mchakato tu, bado tujaingia huko kwenye kampeni, tayari watu wanakuwa tayari washaanza kupenyeza. Wamekemea hiyo kwa maana kwamba wanaanza kutahadharisha, kwa sababu kuna watu wanajipanga kwa ajili ya kuanza kutengeneza labda makundi, watu wao, wajumbe. Tunasikia wajumbe. Wajumbe bwana, shughuli yao ni kubwa. Na sasa hivi si ndio wameongezeka? Wameongezeka sasa hivi. Sasa hivi wameongezeka. Tukiachana taarifa hiyo, pia Samia atoa pole kifo cha mkurugenzi mtendaji TANESCO, apata ajali dereva wake naye afariki. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Tanzania Leo. Tukiachana taarifa hiyo, pia ipo taarifa kuhusiana na TCCIA yapongeza maendeleo mradi wa biashara EACLC. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Tanzania Leo. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, pia ipo taarifa ya Mwalimu Nyerere alikuwa muumini wa maridhiano, Dr. Mpango asema. Habari inapatikana katika ukurasa wa 4. Alikuwa mwalimu wa maridhiano. Unaionaje hiyo moja? Mwalimu alikuwa ni muumini wa maridhiano kwa kweli, kwa sababu hata wakati unasikia alikuwa mediator au msuluhishi wa kule Burundi. Alisimamia vikao vingi sana Arusha na Dar es Salaam pale ili kutafuta amani kwa wenzetu kule Burundi. Kwa hiyo ni mfano wa kuigwa, na alikuwa ni mtu wa kutaka kuhakikisha kwamba anashawishi bara zima la Afrika liwe huru.
na ndio maana tulikuwa kuna vituo vya ukombozi hapa Kongwa kwa wapigania uhuru kusini mwa Afrika kule, Afrika Kusini, Zimbabwe. Kwa hiyo kuna mambo mazuri ambayo aliyasimamia, na ndio maana mpaka leo hata saulika katika bara la Afrika. Pamoja na kwamba ni baba wa taifa kwa taifa letu hili, lakini hata Afrika wanamtambua kwamba alipigania haki na usawa kwa wananchi wa mataifa mengine ya Afrika. Tunazungumzia miaka 103, lakini mpaka sasa bado tunakumbuka kwa yale aliyoyafanya. Ni kweli. Ni kweli. Katika upande wa magazeti kwangu mimi nakuwa nimetamatisha hivyo. Na kapi kingine kuhusiana na ukiangalia magazeti leo kwa ujumla yamezungumzia magazeti leo bwana, kwa ujumla naangazia kila gazeti limegusia ajali ya mkurugenzi mtendaji wa TANESCO. Lakini pia hizi sheria za barabarani inabidi tuzizingatie. Ajali unajua ni zinakatisha maisha ya mtu ambaye tunaweza tukasema hana hatia. Ni kweli. Hana hatia. Kwa hiyo masuala ya kuzingatia suala la alama za barabara, lakini pia na kuweza kuangalia kwamba hapa ni kona, hapa ni vukaje, nini kipo mbele, ni jambo la msingi. Sawa. Ndio. Basi kwa taarifa ya magazeti tuliyosoma hapa jijini Dodoma, tunawarudisha jijini Dar es Salaam kuendelea na vipindi vingine. Kwa niaba ya mwenzangu Roda Simba, ni mimi Kuringe Mongi, tutarudisha Dar es Salaam kwa matangazo mengine. Asante.